Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Tunaendelea na kitabu chetu Al-Madkhalul Muyassar li Madhhabi Shafi'i baada ya kueleza madrasatu Makkah kama tulivyoeleza. Leo insha Allah tunaingia katika kuieleza madrasatul Madina, ambapo fiqhu Shafi'i inanasibika na wanazuoni wanaopatikana katika mji wa Madina. Anasema muallifu rahimahullahu ta'ala, madrasatul Madinati tantami fil asli ila sahabati al-ajillah, kwamba katika asli inanasibika kwa masahaba watukufu, kwa maana ndio walisimama baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuendeleza kuifundisha ama kuufundisha Uislamu, ambao masahaba hao ni Umar ibn Khattabi wa Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Abbas wa Zaid ibn Thabit wa Aisha radhiyallahu anhum. Wa kana ashharuhum Zaid ibn Thabit, na aliyekuwa ni mashuhuri zaidi katika masahaba hao alikuwa ni Zaid ibn Thabit, li'annahu lam yashtaghil bisiyasa, kwa sababu yeye hakujishughulisha na mambo ya siasa, mambo ya utawala kama walivyojishughulisha wengine katika masahaba. Wa kana dhali'an fi fahmi ta'limi al-islam, na alikuwa hodari katika kufahamu mafundisho ya Uislamu. Walahu qudratun fa'iqah, na alikuwa na uwezo mkubwa ala istikhraj al-ahkam min al-kitabi wa sunnah, kwa kuweza kutoa hukumu mbalimbali katika Qur'ani na Sunna. Alikuwa na uwezo mkubwa wa rai, na kwa kutumia rai, kwa maana rai inatafsiriwa pia kutumia kiasi. Anasema idha lam yakun kitabun wala sunna, pale ambapo kwamba itakapokuja masala au litakapotokea jambo likawa hapakuwa na maelezo ya moja kwa moja katika Qur'ani au maelezo ya moja kwa moja katika Sunna, basi Zaid ibn Thabit alikuwa ni katika mahodari waliokuwa wakitumia akili katika kufahamu hukumu ya masala hayo. Hatta qala fihi Sulaiman ibn Yasar, mpaka huyu Sulaiman ibn Yasar akasema, ma kana Umarun wala Uthman, hakuwa Sayyidina Umar wala Sayyidina Uthman yuqaddimani ala Zaid ibn Thabiti ahadan fil qada, ambaye alikuwa na uwezo wa kumtangulia Zaid ibn Thabiti katika kutoa hukumu, wal fatwa, na katika kutoa fatwa, wal mawarithi wal qiraa, na katika masala ya mirathi pamoja na qiraa. Thumma ba'da Zaid ibn Thabiti, kisha baada Zaid ibn Thabiti Abdullah ibn Umar, alikuja Abdullah ibn Umar katika ubora. Wa huwa mimman ishtuhira bi shiddati hirsihi, huyu Abdullah ibn Umar ni miongoni mwa masahaba waliokuwa mashuhuri kwa ile hirsi yake ala mutaba'ati nabi, kwa maana alikuwa na pupa ya moja kwa moja ya kulazimiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam au kufata yale aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi, katika vitendo vyake. Hatta qila anhu annahu, mpaka ikasemwa kuhusiana na Abdullah ibn Umar kwamba lam yaakul al-bittikh, hakuwahi kula tikiti maji, liannahu lam ya'rif halin nabiyyu akalahu ma qishrihi au bila qishri, kwa sababu hakufahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kulila na maganda yake au hakulila na akalila bila kula maganda. Kwa hiyo kutokana na hirsi ya mutabaa hakuweza kula al-bittikh. Qala Malik ibn Anas, amesema Malik ibn Anas, kana imamu nasi indana bil Madina, huyu ndo alikuwa imamu akituongoza katika mji wa Madina. Baada Umar ibn al-Khattabi, baada ya Umar ibn al-Khattabi, Zaid ibn Thabit, alikuwa ni Zaid ibn Thabit. Wa kana imamu nasi ba'dahu, na alikuwa akiwaongoza watu baada ya Zaid ibn Thabit indana, kwetu sisi Abdullah ibn Umar. Watakharraja ala aidi haulai kathiru min alulamai attabi'ina, na kupitia hawa wanazuoni hawa masahaba waliwatoa wengi katika matabi ambao walikuwa ni wanazuoni wakubwa. Minhum fuqahaul Madina sab'a almashhuruna, miongoni mwa hao ni wale fuqahaul Madina sab'a ambao ni mashuhuri, ambao kawataja hapa muallif anasema ni Sa'id ibn al-Musayyib wa Urwata, Sa'id ibn al-Musayyib wa Urwata ibn Zubair wa Sulaiman ibn Yasar wal Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr wa Kharija ibn Zaid ibn Thabit wa Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattabi wa Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Hawa ni katika ufuqaha usaba ambao ni mashuhuri. Wa kana abrazuhum jamia, na aliyekuwa hodari wao kwa ujumla
kwa wote, ama alikuwa mashuhuri zaidi katika ilmu kwa wote hao, Sa'id ibn al-Musayyib wa Urwa ibn Zubair, wa kana yuqalu ibn al-Musayyib faqihul fuqaha. Huyo ibn al-Musayyib alikuwa akiitwa faqihul fuqaha. Wa annahu laysa ahadun a'lamu bikulli ma qadha Umar wa Uthman minhu, kwamba hakuna katika matabi'i aliyekuwa akifahamu mapito ambayo alihukumu Sayyidina Umar na Sayyidina Uthman katika hukumu isipokuwa huyu Sa'id ibn al-Musayyib. Qala Shafi'i, mpaka al-Imam Shafi'i amesema kwamba irsalu ibn al-Musayyib indana hasanun. Ile hadithi ambayo ni mursal, yani hadithi ambayo ni mursal ni hadithi ambayo amekatika sahaba. Sasa kuna khilafu kubwa baina ya wanazuoni kwamba hadithi hiyo ina hukumu gani, lakini al-Imam Shafi'i katika moja ya maneno yake amesema irsalu ibn al-Musayyib indana hasan. Ile hadithi ambayo ni mursal ambayo ameipokea ibn al-Musayyib kwetu sisi ni hasan, kwa maana inda madhhabi Shafi'i, katika madhhabi Shafi'i wanaizingatia kwamba ni hasan. Waqila fi ibn Zubairi, na imesema kwa uhusiana na huyu ibn Zubairi, annahu a'lamu an-nas bihadithi Aisha radhiyallahu anha, kwamba ni mtu ambaye anafahamu zaidi hadithi alizozipokea mama Aisha radhiyallahu anha, huwa wal Qasim ibn Muhammad, yeye pamoja na tabi'i huyu anaitwa al-Qasim ibn Muhammad. Thumma intaqalat madrasatu al-Madina ila man ba'dahum, baada ya kutoka kwa masahaba ilikuja kwa hawa fuqaha usaba, baada ya hawa ikahama ile taaluma kwenda kwa waliokuja baada yao. Kabni Shihab az-Zuhri, kama huyu Ibn Shihab az-Zuhri alishika nafasi baada yao kwa maana ya kufundisha katika mji wa Madina. Wa Nafi' maula ibn Umar wa Rabi'at ar-Rai, hao ndio waliofuata. Wa ghayruhum ghayra anna abrazahum jami'an Ibn Shihab az-Zuhri, na wengineo isipokuwa huyu Ibn Shihab az-Zuhri ndio alikuwa hodari wao katika kutoa mafundisho na taaluma katika mji wa Madina. Thumma intaqalat madrasatu al-Madina ila al-Imam Malik radhiyallahu anhu, kisha akafatia katika kusimamia masala ya taaluma katika mji wa Madina al-Imam Maliki radhiyallahu anhu baada ya hao tuliowataja. Wa anhu akhadha al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu, na kupitia kwa al-Imam Maliki radhiyallahu anhu ndipo al-Imam Shafi'i aliposoma masala ya fiqh kupitia kwa al-Imam Maliki radhiyallahu anhu. Hii ni madrasatu al-Madina, na namna ambavyo imenasibika na masahaba, kisha wakaja tabi'i, kisha wakaja tabi'ina mpaka al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu akapata ilmu kupitia hao. Endelea kuwa nasi tuendelee kuzifahamu madrasa ambazo Imam Shafi'i ilmu yake imenasibika katika madrasa hizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.